Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mnamo Novemba 13, 2015, serikali kupitia UCSAF iliingia makubaliano na kampuni ya Honora kwa maana ya Yas kujenga mnara katika kata ya Mkatamu. Pia mnamo tarehe 13 Disemba 2018 UCSAF iliingia makubaliano na shirika la mawasiliano Tanzania TTCL ili kufikisha mawasiliano katika kata hiyo, ambapo ujenzi wa minara yote miwili ilikamilika na kujengwa katika vijiji vya Magamba na Mpasilasi. Aidha, kutokana na changamoto kubwa katika kata ya Mkalamo, mtoa huduma Honora alijenga minara mingine miwili katika vijiji vya Kwaisewa na Toronto Mbugani na kuifanya kata hii kuwa na idadi ya minara 4. Kwa kuwa Mheshimiwa mbunge ameuliza swali kuhusu serikali kupeleka mawasiliano katika kata husika, inaashiria kuwa bado kuna changamoto. Hivyo, wizara kupitia UCSAF itafanya tathmini katika kata hiyo ili kubaini mahitaji halisi ya mawasiliano, na endapo itabaini kuwepo na tatizo la mawasiliano katika kata hiyo, basi kata itaingizwa katika zabuni za miradi itakayotekelezwa katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa kata ya Magila Gerezani na Kalalani, serikali kupitia UCSAF itaifanyia tathmini kata hizo ili kubaini changamoto za mawasiliano zilizopo na zitajumuishwa katika zabuni zitakazotangazwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mzava. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Pamoja na majibu ya serikali, tuna changamoto kubwa sana ya mawasiliano kwenye baadhi ya vijiji vya kata ya Mkalamo, eneo la Magila Gereza kwa maana kwa Sunga ambao ni makao makuu ya halmashauri, na eneo la Kigwasi Kalala ambao kuna mgodi wa madini. Nataka kujua Mheshimiwa Naibu Spika, hii tathmini ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri anasema wataifanya itafanyika lini? Lakini swali la pili, jimbo la Korogwe vijijini tulikuwa na ahadi ya kujengewa minara na bado kuna minara mitatu mpaka sasa hivi bado haijajengwa. Nataka kujua ni nini kauli ya serikali juu ya ujenzi wa minara hii mitatu ambayo bado haijajengwa. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Tathmini itafanyika lini? Mheshimiwa mbunge Mzava, umefuatilia sana hili na kuomba tuendelee kuwasiliana namna ambavyo umekuwa ukifanya, lakini tutahakikisha ndani ya mwaka ujao wa fedha tutahakikisha haya maeneo yote mawasiliano yanakwenda kuimarika na tathmini itafanyika kwa haraka sana. Lakini katika hii minara mitatu ambayo bado haijajengwa, Mheshimiwa Mzava, pia niendelee kukupongeza kwa namna ya ufuatiliaji wako wa karibu. Nimeshaongea na wataalamu wetu, wanaendelea kufuatilia kuona minara hii iweze kujengwa mapema iwezekanavyo kadiri fedha tunavyopata ndani ya mwaka huu wa fedha, lakini pia kufika mwaka ujao wa fedha tutahakikisha minara hii inakamilika. Mheshimiwa Magesa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni lini mnara wa Msasa kutoka kijiji cha Msasa kata ya Busanda utakamilika? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Magesa, mbunge wa Busanda, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kijiji cha Msasa mnara huu tunautarajia ukamilike ndani ya mwaka huu wa fedha, na Mheshimiwa Waziri Jerisla ameshaagiza minara hii yote ambayo imeanza ujenzi lazima ikamilike ndani ya muda. Mheshimiwa Dr. Chaya. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Vijiji vya Simbangulu na Kapiti Manyoni havina mawasiliano ya simu. Nini mkakati wa serikali wa kupeleka mawasiliano ya simu katika vijiji hivyo? Asante sana. Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Dr. Chaya kama ifuatavyo. Katika vijiji hivi alivyovitaja wilayani Manyoni, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali dhamira yake ni kuhakikisha maeneo yote vijijini yanapata mawasiliano ya uhakika. Kama vijiji hivi havipo kwenye 758, havipo kwenye 632, ni kutoe shaka. Katika minara ambayo itapewa TTCL pamoja na watoa huduma wengine, tutahakikisha tunakuja kujenga katika mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa Mabula. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Niliuliza swali hapo kuhusiana na mawasiliano kwamba serikali inazidi kuboresha mawasiliano na kila siku tunaongeza mawasiliano maeneo yasiyofikika. Lakini pamoja na maendeleo hayo mazuri, utapeli pia umezidi kuendelea kutapeli watu.
Jina langu limekuwa likitumika mara kwa mara na leo ni mara ya 3 ninazungumza hapa. Nini kauli ya serikali katika kusafisha majina ya watu ambao yanazidi kuchafuliwa kwa maendeleo ya mtandao, lakini bado watu wanaibiwa kwa kutumia majina ya viongozi? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Angelina Mabula kama ifuatavyo. Utapeli umeendelea, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, watu wetu wa TCRA wameendelea na kazi nzuri sana ya kuhakikisha matapeli wote wanafahamika na wanakomeshwa, na hili tunaendelea kujipanga kwa hatua ngumu zaidi kuona kwamba tunaenda kukomesha kabisa swala la utapeli. Na swala la Mheshimiwa Angelina Mabula nimeshalifikisha kwa DG TCRA Dr. Bakari. Nikutoe hofu Mheshimiwa Mbunge, nitaendelea kuwasiliana na Dr. Bakari kuona kwamba hili swala linakomeshwa kabisa. Mheshimiwa Miza. Asante Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kata ya Bukundi kuna maeneo ambayo umeme mawasiliano ya simu hayapo kabisa. Kuna Mwagotoro, Mwashinje, Mwashigera, Kasera na Mwanjoro. Je, ni lini serikali itaimarisha mawasiliano? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kata hii aliyotaja Mheshimiwa Minza, kama ni tatizo ni swala la umeme, watoa huduma wetu wamekuwa wakitumia source ya umeme kama sola, lakini maeneo mengine ambayo tayari TANESCO wamefanya kazi nzuri, tunaendelea kuwahimiza watoa huduma wahakikishe wanapeleka umeme wa REA kwenye minara hii. Hivyo maeneo ambayo ameyataja Mheshimiwa Minza na yenyewe tutaendelea kuyafuatilia na kuyasimamia kuhakikisha mawasiliano yanakuwa ya uhakika. Mheshimiwa Kigua, jiandae Mheshimiwa Kuti. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Lwande kuna mnara wa Halotel, lakini kwa kweli kiuhalisia mawasiliano hakuna. Sasa naomba nimuulize Naibu Waziri, nini mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba kata hii ya Lwande mawasiliano hasa ya Halotel yanapatikana muda wote? Asante sana. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali nyongeza Mheshimiwa Kigua. Kata ya Lwande mnara wa Halotel upo lakini haufanyi vizuri. Mheshimiwa, ni kuhakikishia nitaufuatilia kuona tatizo ni nini. Kama ni swala la umeme, basi tutaendelea kuwashauri watoa huduma hawa kuimarisha mnara huu ili lengo la kusababisha mawasiliano ya uhakika iliweze kutimia. Mheshimiwa Kunti. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Ovada, kata ya Lalta, wilaya ya Chemba ina changamoto kubwa sana ya mawasiliano pamoja na uwepo wa minara ya TTCL, lakini wananchi hawa mawasiliano yao imekuwa ni ya tabu ambayo hayana uhakika. Nini mkakati wa serikali wa kuboresha mawasiliano katika hizo kata mbili? Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali nyongeza Mheshimiwa Kunti kama ifuatavyo. Katika kata hizi mbili alizozitaja wilayani Chemba, TTCL tayari wamejenga mnara. Tutakachohakikisha kukisimamia kama wizara ni kuona kwanza waweze kufanya huduma ya mashirikiano kwa pamoja, ili hata watoa huduma wengine waweze kutumia mnara huu kusambaza huduma ya mawasiliano, lakini TTCL pia kuhakikisha mnara huu wana upgrade, wanauwekea uwezo wa kuona kwamba mawasiliano yaliyokusudiwa yanaweza kuwafikia wananchi. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Maji. Mheshimiwa Gulamali.